Bwana Yesu apewe sifa. Tunakutana wakati mwingine ili tuweze kuangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Ninaomba hapa twende pamoja ili uweze kujifunza jambo jema kabisa na kuweza kujua siri ambazo Mungu aliziweka. Twende Mwanzo 6. Hapa utajifunza mambo mengi ambayo watu huwa hawayagusii vema. Mimi nitaenda kuangalia kwa kina zaidi na kuelezea hizi habari ili uweze kuzielewa. Karibu msikilizaji na wewe unayenifuatilia, na Mungu atakubariki. Mwanzo 6 inasemaje? Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Unaweza ukajiuliza, wana wa Mungu hawa ni wana wa namna gani? Hawa wana wa Mungu wanaozungumzwa kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inamaanisha malaika. Hawa ni wana wa Mungu ambao hawakuwa wa kawaida. Ndiyo maana huu mstari unasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Kwa hao wana wa Mungu hawakuwa wanadamu. Hao walikuwa ni malaika ambao walikuwa wakija ili kuleta ujumbe fulani, ili kuweza kuzungumza na watu fulani kwa kipindi kile. Sasa hao wana wa Mungu wakawa wamewatamani hao binti za wanadamu. Wakaingia kwao, wakachukua wake waliotaka wao, wakaingia kwao. Mstari wa 3, Bwana akasema, hawa wana wa Mungu baada ya kuzaa baada ya kuchukua mabinti za wanadamu. Neno linasema kwamba wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Hao wana wa Mungu wakaamua, kwa lugha fupi, wakaamua kuingia kwa wanawake, kwa mabinti za wanadamu. Baada ya kuwatamani, wakaingia kwao, wakawaoa, wakazaa nao. Asangalia mstari wa 3 unaosema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Tangia hapo ndipo miaka ya mwanadamu ikapungua, kwa sababu anapoendelea kuishi muda mrefu ndivyo maasi yanavyoendelea kuzidi. Anaendelea kutenda dhambi, anaendelea kufanya mambo yasiyofaa kwa muda mrefu. Mungu akaona apunguze miaka ya mwanadamu hii, kwa sababu mwanadamu naye ni nyama kama walivyo wanyama wengine. Mwanadamu naye ana nyama kama walivyo wanyama wengine walivyokuwa na nyama. Mstari wa 4, nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Kwa hiyo hao wana wa Mungu walipoingia kwa hao binti za wanadamu, wakazaa nao watoto, ndipo sasa walipatikana watu wanaitwa wanefili, yani watu wenye sifa, yani watu wenye ajabu, watu wamepanda hewani, yani ni majitu makubwa, wenye uwezo, yani watu wenye kila kitu ambacho yani zaidi ya uwezo wa kibinadamu waliokuwa nao. Mstari wa 5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Mungu akaona mwanadamu mawazo yake kila wakati ni mawazo yasiyofaa. Ni mawazo siku zote, mwanadamu anawaza mawazo mabaya. Mstari wa 6, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mungu akahuzunika moyo. Yawezekana nikaendelea hapa usinielewe kwamba unaweza kuniuliza swali, wale malaika ambao waliingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao watoto wenyewe, mbona Mungu anawapa adhabu wanadamu lakini hatuoni akiwapa adhabu hao malaika?
Hebu ngoja nikuonyeshe ili uone malaika hao waliwekwa wapi, ili twende vizuri. Nitafungua kitabu ili tusome. Ili tuweze kusoma, ili uweze kuelewa ninachomaanisha. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tusome ili uje unielewe. Hawa malaika Mungu aliamua kuwaweka kifungoni, akawafunga hadi wakati wa mwisho. Hawa malaika wamefungwa kabisa. Mungu amewafunga. Nafungua hapa kitabu ili uweze kuona. Nafungua hapa kitabu ili uweze kusoma. Tunasoma wote hapa kitabu. Nafungua. Tufungue kitabu Yuda 1:6. Yuda 1:6. Naona kwamba tuanze mstari wa 6 hapo. Yuda 1:6. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Narudia. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Hawa malaika wanaozungumzwa na kitabu cha Yuda ni wale ambao hawakuweza kuilinda enzi yao, hawakujua mipaka yao, walipoenda wakaingia kwa binti za wanadamu. Hao malaika, hao wana wa Mungu, hao malaika, hao manake malaika hao waliwekwa kwenye vifungo. Hiki kitabu ukisoma hii Yuda, ukianzia huku juu utaona anajaribu kuambia watu kwamba wakumbuke hata malaika waliokuwa wameenda kinyume na Mungu, hawakuilinda enzi yao. Hao walikamatwa wakawa wamefungwa. Yuda 1:6. Unaweza ukasoma kwa muda wako. Yuda 1:6. Yuda 1:6. Tuendelee na kitabu chetu cha Mwanzo 6. Tulikuwa tumefika mstari wa 6. Kwa hiyo hawa malaika ambao unaona ni wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, sio wale malaika ambao waliasi na shetani, hapana. Hawa walikuwa bado wako mbinguni na walikuwa wakiagizwa kwa kazi mbalimbali. Kwa hiyo hawa malaika waliacha enzi zao, waliacha enzi yao, waliacha utawala wao, waliacha majukumu yao, waliacha yale mambo ambao yalikuwa yanawahusu, wakaingilia mambo ambayo hawakutakiwa kufanya. Ndio maana Mungu akaamua kuwafunga. Haleluya. Twende mstari wa 7. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana kwa sababu Nuhu alikuwa anamcha Mungu. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Angalia, Biblia inamsema Nuhu kama mtu mkamilifu. Nuhu alikuwa amekamilika, mkamilifu mbele za Mungu, anafanya matakwa ya Bwana. Mstari wa 10. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. 11. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma,
Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa maana sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Jifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya mikono mitatu, urefu wa safina mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Unaposikia mikono, yani ni ile hali, labda nitolee ufafanuzi hapa. Unapoona anamwambia kwamba mikono, utafanya mikono 300 urefu wa safina, yani unyooshe mikono miwili huku na huku. Mkono wa kwanza utakapoanzia na mkono utakapoishia uende mikono 300, yani ufanye mara 300. Sasa uone safina ilivyokuwa kubwa mno. Yani ni zaidi ya mita, tuseme, yani Mungu anamwambia mita 2, yani mita 2 mara 300. Yani maana mkono 1.5 ukikaa kwenye kifua hapa ni mita 1. Kwa hiyo ni sawa mita, yani afanye mita 2 kwa safari 300. Uone urefu wake ulikuwa ni mrefu sana. Mara 300, yani ufanye yani mara 300. Unaona? Hivi ndio mikono upana, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Unaona ilivyokuwa refu sana. Unyoshe mikono huku na huku, au nimekupa hesabu za haraka, mita 2 mara 50. Yani ufanye mita 2, yani ufanye mita 2 safari ya 50. Manake mita 100, 50 mara 2 tu. Manake mita 100. Uwanja, yani manake upana kwenda juu urefu wa kiwanja cha mpira. Labda niseme hivi. Mstari wa 16. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja, ukautie. Sasa angalia hapa. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Yani manake atengeneze pawe na sehemu pa mwanga kupatia mwanga. Kiasi cha mkono mmoja. Unaona hapa namwambia mkono mmoja. Unaonyesha tu mkono mmoja pap. Anatengeneza hivyo ili mwanga uweze kuingia. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanyie dari 3, ya chini na ya pili na ya 3. 17. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, nitaharibu kila kitu chenye mwili, na pumzi ya uhai kisiwepo chini ya mbingu, kila kilicho duniani kitakufa. Yani Mungu amezamiria, Mungu alikuwa amezamiria kuiharibu nchi, yani yaangamize kila kitu. Maana dunia imejaa uozo, dunia inanuka uvundo. Yani kuna uovu unafanyika mpaka dunia inanuka uvundo. 18. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na mwanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. 19. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili kwa namna, utawaleta ndani ya safina kuwa hifadhi pamoja nawe wawe mume na mke. Mungu anaamua hivyo kwa sababu kuna wanyama wengine walikuwa hawezi kuhimili maji. Kwa hiyo samaki, nyangumi, nini, hao hata mvua ikinyesha mpaka miaka yote wenyewe wana survive. Lakini viumbe ambao hawezi kusurvive kwenye maji, Mungu akataka Nuhu wawili waweke kwenye safina ili wasije wakangamia, kuweza kuhifadhi mbegu. Mstari wa 20. Katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake,
wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakikusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Yani chakula chenu nyie wanadamu, wewe, wake zako, watoto wako, pamoja na chao. Wakina nani? Hao wanyama wanatakiwa nao wale. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Naona Nuhu ndivyo alivyofanya. Mungu alipomwagiza kwamba atengeneze safina, na safina ikisha kamilika ataingiza hao wanyama, ataingia yeye, na kwa sababu watoto wake si kwamba walikuwa wema sana, hapana. Aliyepata kibali ni Nuhu. Kwa Nuhu alipopata kibali, basi watoto kupitia yeye wakawa wamejumuishwa kwenye kibali alichokuwa amekipata Nuhu mbele za Bwana. Mstari wa 7. Bwana akamwambia Nuhu, sura ya 7. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Unaona, Mungu anampa maelekezo Nuhu ili kuweza kuhifadhi mbegu, achukue wanyama, ndege, nini, 2 waje wakae, yani wakae pea. Yani hapo unaweza kusema Nuhu alikuwa anawezaje kuwapata? Yani Nuhu alikuwa anaamrisha tu, wewe ndege njoo, yani akishaita tu ndege wenyewe wanakuja, kwa sababu Nuhu alikuwa amebeba uwezo wa Mungu na Mungu alikuwa amempa amri. Kwa alichokuwa anakizungumza kilikuwa kinakuwa. Unaona, zamani Nuhu anaweza kujenga safina. Kwa wakati huu tukasema ni mfano, yani safina ya Nuhu ni zaidi ya meli. Lakini zamani hamna mainjinia. Injinia alikuwa ni Mungu, anamuelekeza, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa hiyo hawa mainjinia wanaofanya ni akili tu Mungu ameweka ndani yao. Kwa kumbe kuna safina zaidi kubwa kuliko meli, au zaidi nzuri kuliko meli iliyowahi kutengenezwa na mtu ambaye hakuwahi kwenda shule ya uinjinia ya kidunia. Mungu anampeleka shule Nuhu, anampa maelekezo. Kwa zamani watu walikuwa na ufahamu wa juu sana. Mungu anapoamua kumwagiza mtu atengeneze kitu, yeye anaingia kazini, anatii maagizo na anaweza kufanikisha jambo fulani. Twende mstari wa 3. Tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuweza kuhifadhi mbegu. Mstari wa 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Unaona, Mungu anamwambia Nuhu baada ya kumpa maagizo, anasema kwa maana baada ya siku 7, yani tunapoongea wakati huu, baada ya siku 7 nitainyeshea mvua dunia siku 40 mchana na usiku, yani mwezi mmoja na siku 10, au mwezi mmoja ambao mwezi wenye siku 31 na siku 9. Yani mvua itakunya usiku na mchana, mna kupumzika siku 40. Anasema na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia. Mungu anasema atakifutilia mbali kila alichokifanya usoni pa nchi. Atakifutilia mbali, manake kinakufa. Mstari wa 5. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru, naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Yani gharika ilipoanza kumwagika, Nuhu alikuwa na miaka 600. Nuhu alikuwa na miaka 600. Hapo tunaelewana vizuri. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika, na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi, na ndege navyo vyote vitambavyo juu ya nchi. Mstari wa 9. Wakaingia katika safina alimo Nuhu 2 mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu.
Mstari wa 10, ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi. Siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Sasa hapa katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, unaona miaka inavyohesabika. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka, maji yakamiminika sana kwenye uso wa ardhi. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafeti, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu na wake 3 wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote. Wakaingia katika safina alimo Nuhu wawili wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Unaona? Kwa wanyama wote walikuwa wameingia wakati huo. Na walioingia waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Kwa aliyeifunga safina hakuwa Nuhu, Mungu akaifunga ile safina. Alijua tu Nuhu akiifunga hiyo safina, akaweka roho Nuhu huyu. Mvua ikizidi, maji yakazidi, watu wakaogelea. Kuna watu ni mabingwa wa kuogelea. Wengine wakapanda juu ya miti kwenye safina, ikiwa naenda wakapiga kelele. Atakuwa na huruma huyu atawahurumia. Mungu akaifunga. Biblia kama Bwana akamfungia, kwa roho akaiweka Mungu. Mstari wa 17, ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaiereza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu sana, ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Yaani maana ya hii, kuna jamaa wanajua kuna milima fulani mvua imenyesha, sasa sisi tutaenda kwenye miti mirefu, tutaenda kwenye minara, tutaenda kwenye nini, tukae juu. Kwa hiyo Mungu akaweka maji yakazidi, ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Ninapokuambia mikono 15, unganisha mikono 15. Maana yake sasa, yani kuanzia kwenye ile milima mirefu, hesabu mita 2 mara 5, maana yake mita 30. Rafiki yangu hapo, mita 30 hapo. Hakuna mtu hata ungekuwa mrefu hawezi kufika hapo. Yaani mtu mrefu zaidi, akiwepo mtu mrefu zaidi kuliko watu wote, atakuwa na mita 3. Sasa huyo labda ndo ametokea waajabu. Huyo naye amekuwa waajabu. Lakini watu wengi wanaenda kwenye mita 5, mita 5, wanaenda mita 2.50. Akiwa mita 2.5, hapo ndo utaona ni mtu wa ajabu katokea duniani. Yaani wa ajabu ambaye kwa hata kuonekana. Nadhani tuende vizuri hapo. Kwa mita 30 tangia maji yalipo, yani tangia milima ilipo, maji yakajaa mita 30 kwenda juu. Kwa hiyo uone kwamba ni kitu ambacho hata kama wewe ulikuwa unataka, yani utakufa tu. Twende. Mstari wa 21. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu. Kila kitu chenye pumzi ya roho
ya uhai puani mwake, kikafa kila kilichokuwako katika nchi kavu. Kwa sababu ndege kwa mfano tuseme ni ndege wanaruka, walitakiwa watatua wapi? Hamna sehemu ya kutua. Kwa lazima ataingia kwenye maji. Kumbuka na mvua inanyesha, bado imekaa muda mrefu kule maji. Kwa lazima tu kufa, lazima kufa. Lazima mauti ije. Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake, kikafa kila kilichokuwako katika nchi kavu. Kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Siku 150. Siku 150. Siku 150. Kwa hiyo maji yalipata kuwa na nguvu juu ya uso wa nchi siku 150. Mvua imenyesha siku 40, ila maji yakapata nguvu, yani kuwepo bila kupungua, kwanza yakawepo siku 150. Siku 150. Twende na Mungu, mstari wa 6. Na Mungu akamkumbuka Nuhu, sura 8. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Mstari wa 2. Chemchemi za vilindi zikafungwa pia, na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima Ararati. Ipo mbeleni nitakueleza Ararati ni wapi. Milima Ararati. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10 siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilofanya, akatoa mkunguru, naye akatoka aende huko na huko hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa kunguru, alipomtoa kunguru akurudi akaenda. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepungua usoni pa nchi, bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu, yani nyayo zake, yani kwa wayo wa mguu wake. Akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote, naye akanyosha mkono akamtoa akamuingiza mle safinani. Yule njiwa alienda akaangalia akaona sehemu ya kutua haipo hapa, ngoja nirudi. Akarudi kwa Nuhu. Nuhu akamuingiza kwenye safina. 10. Akangoja na siku 7 tena, kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo ameritunda, yani americhuma, tuseme americhuma, amelileta kwa Nuhu. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepungua juu ya nchi baada ya kuona mjani wa mzeituni. 12. Akangoja na siku 7 tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ikawa mwaka wa 601 mwezi wa kwanza siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, na tazama, uso wa nchi umekauka. Lazima tuelezane, ukumbuke, tuza kwenye akili yako. Siku ya kwanza ya mwezi, na ilikuwa ikiwa mwaka wa 601 mwezi wa kwanza siku ya kwanza ya mwezi, ndipo maji yalikuwa yamekauka. Nuhu akawa ametoa kifuniko. Na mwezi wa pili siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Na mwezi wa pili siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akisema,
toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na wanyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake zake wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi, kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo ya mwanadamu